Yes, kile ambacho watu wengi walikuwa na hofu nacho na walikuwa kiamini kwamba kinaweza kutokea sasa hatimaye kimekamilika kuhusiana na dimba la Benjamin Mkapa ambalo klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba na klabu ya Young Africans walichagua kuwa uwanja wao wa nyumbani. Kutokana na kile ambacho kilikuwa kikitokea mara kwa mara, kwa maana uwanja wao kufanywa marekebisho na wengi wakaamini kwamba wanaweza usifike mbali, hatimaye sasa serikali imetoa taarifa kufungiwa kwa dimba la Benjamin Mkapa jijini Dar es Salaam. Young Africans yeye amekimbia KMC, lakini Simba yeye amekimbia Mbweni katika dimba la Meja Jenerali Isamuhyo. Sasa hapa taarifa za ndani kabisa zinaeleza kwamba ni ipi sababu hasa yao Simba kwenda katika dimba la Meja Jenerali badala ya kucheza KMC ambapo alitumia msimu uliopita. Nipo na majibu ya kile ambacho watu wengi wanajiuliza, lakini kwanza kabisa subscribe of Pitch TV. Mimi ni Yusuf Katalambula, the voice of miracles. Kwanza nikusomea taarifa ya kufungiwa kwa dimba la Benjamin Mkapa, alafu nikupe sababu ya kwa nini Simba wamechagua uwanja huo. Inasemekana kocha mpya Dimitri Pantev yeye ndiye sababu kubwa ya wao kwenda katika dimba la Meja Jenerali Isamuhyo. Kivipi na imekuwa vipi? Kwanza tuende kujua taarifa kutoka serikalini. Nasema kwamba baada ya serikali kujadiliana na vilabu vya Simba na Yanga ambavyo vilikuwa vikitumia uwanja wa Benjamin Mkapa kwenye mechi za NBC Premier League na kuvishauri vitafute viwanja mbadala kwa ajili ya mechi za ligi kuu, uwanja wa Benjamin Mkapa ukisalia kwa ajili ya mechi kubwa na zile za CAF, lakini mechi zingine hawapaswi kuchezea kwa sababu kwa mechi mbili ambazo wamezichezea uwanja kidogo umeharibika. Katika hatua hiyo, klabu ya Young Africans wamechagua uwanja wa KMC Complex uliopo pale Mwenge kama uwanja wao wa nyumbani kwenye michezo yake ya ligi kuu ya NBC Premier League na CRDB Federation Cup, lakini kumbuke ya kwamba wana uwezo wa kuchagua mechi zao 3 kucheza nje ya dimba la KMC. Wakati huo wao Simba Sports Club wamechagua uwanja Meja Jenerali Isamuhyo Mbweni kama uwanja wao wa nyumbani katika michuano ya ligi kuu ya NBC Premier League. Sasa taarifa ambazo tupo nazo ni kwamba meneja wa timu hiyo ambaye wengine wanamtafsiri kama kocha, lakini ni the same kitu kimoja tu ambacho kipo. Yeye aliambiwa kwamba viwanja ambavyo vipo, alionyeshwa KMC na alionyeshwa dimba la Meja Jenerali Isamuhyo, lakini yeye aliwaambia kwamba falsafa yake ambayo anacheza, anataka uwanja ambao ni mkubwa, kwa sababu mpira ambao anacheza ni mpira wa kasi, lakini pia ni mpira wa pasi nyingi. Ukicheza na timu ambayo inafanya low block katika uwanja mdogo, kwa maana dimba kama la KMC ama Azam Complex, basi wanapata urahisi sana wao kuweza kuwazuia, na kama una safu nzuri ya ushambuliaji basi mechi inaweza ikamalizika kwa kutoa sare. Kwa hiyo yeye akawaambia watafute uwanja ambao utakuwa mkubwa kama dimba la Mkapa ama zaidi ya dimba la Mkapa. Na ukiangalia uwanja ambao mkubwa kwa Dar es Salaam wa kwanza kwa ukubwa, yani picha yake kubwa, ni Meja Jenerali Isamuhyo, alafu uwanja unaofuata ni katika dimba la Benjamin Mkapa. Hivyo klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba wakachagua kwenda katika dimba hilo, na tayari inasemekana meneja huyo alishaenda pale na ameuangalia uwanja, lakini pia ameangalia kile ambacho anataka kukiadapt pale na amekubali kwamba inawezekana kufanya hivyo. Lakini mbali na hivyo pia meneja huyo kwa maana Dimitri Pantev yeye amewaambia kwamba viongozi wa Wekundu wa Msimbazi Simba, yeye ni mtu ambaye anasimamia sana misimamo yake. Inasemekana kwamba hata sababu ya kocha Fadlu Davids kutaka kuondoka ni baada ya wao klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba kuchagua dimba la KMC. Fadlu akaona kwamba ni uwanja ambao pia alipata nao tabu. Umeona hata game ya Coastal Union na baadhi ya mechi zingine ambazo alikuwa akipata tabu katika uwanja ule. Lakini kwa Dimitri yeye amepewa kipaumbele, ndio maana akapewa cheo cha manager, kwa sababu yeye manager pia anaingia kwenye vikao vya bodi, kwa maana wao akiwa wanajadili na yeye kama manager anaingia. Kwa hiyo yeye anachukua taarifa za uwanjani, anaenda nazo katika bodi. Kwa hiyo hiki ndicho ambacho Simba wameamua kufanya. Kwa hiyo sababu ya kwanza ilikuwa ni hiyo, kutokana na mbinu za mwalimu. Kwa hiyo walihitaji kutafuta uwanja mkubwa ambao pia wameupata, uwanja wa Meja Jenerali Isamuhyo. Lakini sababu ya pili pia, Simba
hawakutaka tena kukaa sehemu moja na klabu ya Young Africans. Wao wakiamini kwamba pengine labda kuna vitu ambavyo vinafanyika ili wao kuweza mambo yasende sawa. Kwa hiyo wakaamua kuchagua uwanja huo kukaa mbali na klabu ya Young Africans. Lakini pia wamefika mbali na kusema kwamba katika dimba la Meja Jenerali Isamuhyo pia ni karibu sana na lipo makao makuu, kwa maana Mo Simba Arena katika dimba lao, sehemu ambayo wao wanafanyia mazoezi huko Bunju, ni karibu sana na pale Mbweni. Kwa hiyo itakuwa na urahisi wa wao kutoka sehemu ambao wanafanyia mazoezi na kwenda katika dimba la Meja Jenerali Isamuhyo. Lakini pia wamefika mbali na kusema pia wana mahusiano pia ya karibu na timu hiyo. Si dhambi na wala si makosa timu kuwa na mahusiano, kwa sababu tumeona hata huko barani Ulaya kuna baadhi ya timu zimekuwa na mahusiano kadhaa. Tumeona hata klabu ya FC Barcelona kwa hivi sasa dimba la Camp Nou linafanywa marekebisho, lakini ipo timu ambayo wao wamechukua ile uwanja na wanacheza mechi zao za nyumbani. Kwa hiyo Simba wao wameamua kuchagua dimba hilo la Meja Jenerali Isamuhyo. Kwa hiyo unaweza kuona kwamba mabadiliko yamekuwa makubwa sana. Kocha naye amekuwa akisikilizwa nini ambacho anakihitaji, na Simba wamekuwa kipaumbele kabisa kutimiza kile ambacho Dimitri anakihitaji. Kilichobaki kwa Dimitri ni yeye tu. Na taarifa inasema ya kwamba kwa sasa hivi Simba wanataka kubadili mfumo, kwa maana kuondoka kwenye kocha mkuu, kocha wa viungo, sijui kocha wa nini. Sasa hivi wanataka atumie cheo cha manager, na Simba ndio watu wa kwanza kabisa kubadilisha veo. Zamani kulikuwa na wasemaji wa timu, lakini tangu aje Ahmed Ali anaitwa meneja wa habari na mawasiliano. Tumeona hata timu zingine nazo zimeanza kuiga, kila mtu sasa hivi haitwi msemaji, anaitwa meneja wa habari na mawasiliano. Kwa upande huu pia Simba wamejaribu pia kubadilika, na wao wanajiita meneja wa team badala ya coach na kadhalika. Kwa hiyo ni kitu kimoja tu. Wengi wanasema kwamba hana vigezo na kadhalika. Unaweza ukajiuliza, mechi ya pili ya Simba katika dimba la Benjamin Mkapa, yeye coach alikuwepo kwenye touchline. Sasa kama pale aliruhusiwa kukaa, alafu huku Simba unasema asiruhusiwe, na wakati michuano ni kitu kimoja na wote wapo chini ya CAF, unaweza ukaona kabisa ni baadhi ya propaganda ambazo zinaanzishwa ili kuwatoa tu watu mchezoni. Kwa hiki ambacho kinaendelea, mpango mzima umesukwa na kwa sasa ni mjumbe wa bodi, naye si mwingine ni Barbara Gonzalez. Baada ya kuongeza elimu yake nchini Spain, akaona jinsi gani watu wanafanya kazi, cheo cha manager kina umuhimu gani na kadhalika. Kwa hiyo hivi ndivyo ambavyo imebadilishwa, na kikubwa zaidi ni Barbara Gonzalez, yeye ndo ambaye amefanya kazi kubwa sana kuhakikisha baadhi ya vyeo vinabadilika na majukumu yanabadilika. Kwa hivyo Dimitri Pantev yeye ndiye ambaye atakuwa anahusika na kuangalia timu inacheza na falsafa gani, inahitaji mchezaji wa aina gani, lakini pia mchezaji gani aongezwe mkataba na mchezaji gani avunjiwe mkataba, mchezaji gani apewe mkataba muda gani na mchezaji gani apewe mkataba muda mrefu ama mkataba muda mfupi. Kwa hiyo hayo majukumu yote amepewa yeye Dimitri. Kwa hiyo unaweza kuona pia amepewa mkataba wa miaka 2 pia kuangalia nini ambacho yeye atakifanya. Kwa hiyo ni cheo kipya ambacho kipo katika timu ya Wekundu wa Msimbazi Simba. Kama mlikuwa mnategemea kwamba huyu atakuwa manager afu atatafuta kocha mwingine, basi ulikuwa unajidanganya. Huyo ndio manager na huyo ndio coach. Kama unavyoona katika klabu ya Manchester City, Pep Guardiola ni manager lakini pia ndio coach. Ukija kwa klabu ya Arsenal, Mikel Arteta ni manager lakini ndio coach, na baadhi ya timu zingine huwa zinatumia mifumo hiyo. Kwa hiyo ni mifumo tu ambayo imebadilika, na hiki ndicho ambacho kinaendelea katika klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba. Kwa hivi sasa dimba la nyumbani ni Meja Jenerali Isamuhyo. Bado tunaendelea kuangalia ni nini sababu zingine labda ambazo zipo nje ya uwanja. Tukizipata basi tutakuja kujuza, lakini sisi tumekupa zile za ndani ambazo pia zina mantiki na kuangalia nini ambacho kinaendelea. Kwa maana Simba wamewakwepa wapinzani wao, lakini Simba wameangalia falsafa za mwalimu, mpira ambao anautaka, kwa maana mpira billion linahitaji kuwa na uwanja wenye mapana makubwa. Wakaona uwanja wa Meja Jenerali Isamuhyo. Kwa hiyo wametiki tena tiki ya pili, lakini tiki ya tatu walimshirikisha kocha, akamuonyesha viwanja vyote akakubali. Na ya mwisho kabisa inasemekana alihitaji uwanja ambao ni natural grass, yani kwa maana zile nyasi za asilia. Ukiangalia dimba la KMC ni artificial grass, kwa maana unaona ni nyasi za plastiki. Kwa hiyo alihitaji pia kupata uwanja wenye nyasi asilia.
kwa nini kachagua uwanja wa nyasi asilia? Kwa sababu sheria za michuano ya CAF wanashauri, yani uwanja ambao una nyasi za plastiki hautumiki. Ndio maana umeona dimba la Azam alitumiki katika michuano ya kuingia hatua makundi. Kwa hiyo alihitaji wachezaji wake mapema sana wazoee nyasi za asilia, ili katika michuano wasiweze kupata tabu huko mbele, mwisho wa siku kwenda kupelekwa uwanja wa New Amani na kadhalika, ukaona kama ni kitu kipya. Kwa hiyo mapema sana wameanza kuzoea. Msimu huu wamepania kweli, tuone nini ambacho kitakuja kutokea mwishoni mwa msimu, lakini wewe una nafasi ya kushare nasi kwa kila ambacho umekiona. Unaweza ukacomment hapo chini, lakini ukapita katika mitandao yetu ya kijamii, tunatumia Off Pitch TV, lakini unaweza ukafika mbali kabisa ukashare nasi kwa kutumia voice ama video kwa namba yetu ya WhatsApp ambayo tunatumia 0711659593. Tuandikie huko, alafu sisi tutakuwa kwanza kukujuza kile ambacho kinaendelea. Mimi ni Yusuf Katilabula, hii ni Off Pitch TV. Asante tena kwa wewe ambaye tayari umesha subscribe, na wewe ambaye bado, basi ni wakati wa kufanya hivyo ili upate yale mengi ya kimichezo. Bye bye.